Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Karibu, mimi naitwa Dan Jeremiah. Moja kati ya taarifa ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally kipindi yupo kwenye uzinduzi wa kispika cha hii tunavuka wenye nchi nguvu moja, ameweza kugusia sakata namna ambavyo Simba Sports Club imefanya utaratibu wa kumteua rais wa Sekafa, lakini pia rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia kwenye mchezo wa kimataifa, yani CAF Confederation Cup, ambao tunasema kwamba ni kombe la shirikisho barani Afrika, yani Simba Sports Club dhidi Al Masry, mchezo ambao utapigwa tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Hivyo Ahmed Ally ambaye ni meneja wa Simba ameweza kuzungumza mambo kadha wa kadha. Nikimnukuu: mgeni maalum wa mchezo wetu wa robo finali dhidi ya Al Masry ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF, rais wa Sekafa na rais wa TFF Wallace Karia. Tuna kila sababu ya kumpa nafasi hii kwa kutambua mchango wake. Tunatambua, tunaheshimu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wa Tanzania. Simba Sports Club kufika nafasi ya 6 kwa ubora Afrika ni katika uongozi wake. Uzinduzi wa kispika cha hii tunavuka wenye nchi nguvu moja. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hivyo ndio namna ambavyo meneja wa habari na mawasiliano ndani ya Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally ameweza kuzungumza vitu mbalimbali, lakini story kubwa ni namna ambavyo Simba ime confirm rasmi kwa kiasi hicho au imethibitisha kwamba Wallace Karia ambaye ni rais wa Sekafa, lakini pia rais wa TFF ambao tunasema kwamba ni Tanzania Football Federation, kwamba atakuwa mgeni rasmi kwenye mechi ya Simba na Al Masry, na ikumbukwe ni game ambayo itapigwa katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Hivyo basi bado unaona kwamba Simba imeendelea kufanya utaratibu mkubwa wa kuweza kuhakikisha kwamba ni yupi ambaye anaweza akawa na ushawishi mkubwa kwenye hiyo game kwa kiasi hicho, kwa sababu tunaamini Al Masry sio timu ya kawaida. Ukiwa unatafuta miongoni mwa timu ambao zimeonekana kuwa superb, lazima uzungumzie Al Masry katika nchi ya Egypt, kwa sababu anashika nafasi ya 4. Kama inashika nafasi ya 4, alafu ukijaribu kuangalia msimu wa 2019 Al Masry na Simba, Al Masry aliweza kupata nafasi ya kuweza kumtoa Simba na kuelekea hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo ni kama revenge game ukijaribu kutazama takwimu kwa kiasi kubwa, lakini pia ukijaribu kuangalia kwa jicho la pili, kwa sababu Simba bado wanao nafasi ya kwenda hatua ambayo inafuata kulingana na potential players, kulingana na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wakina Mavambo, wakina Jean Chaza, wakina tunasema kwamba kina Kip Dennis, wakina Elie Mpanzu, Musa Pini, kama wote ambao tumekuwa tunazungumzia. Nafasi ya Simba kutoka hatua robo finali kwenda hatua nusu finali, uwezekano ni mkubwa, possibility ni kubwa kulingana na ule ubora wa wachezaji ambao tumekuwa tunazungumzia. Lakini pia Farouk Davis, kocha ambaye ana uwezo mkubwa, international classic coach, pia namna ambavyo amezungumza Ahmed Ally, hamasa ambayo anaendelea kuitoa, uzinduzi wa kispika, pia ni vitu ambavyo vinaweza vikaisaidia klabu ya Simba kuitoa hatua ya robo finali kwenda hatua nusu finali, kwa sababu imekuwa kama consistency au kama mwendelezo. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Dan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV.